basi nitaona kwa ishara, maana mimi sitaki michezo. Sitaki michezo, unajua bwana wako. Hawa nao tena wametokea wapi hao? Hivi ni yeye au unaota? Hebu nipige na kofi. Wewe nani? Mbona unakuja unikumbatia? Tumekutana polini, sikujui unijui. Unanuka kikwapa, kakaangu vipi? Ndio kikwapa hapo kweli. Mimi shabiki yako kaka, nakukubali sana. Yaani kwa hii Tanzania hii, mimi ndo shabiki yako namba 1 kaka. Hata tu. Ndio wewe si unaona huo muunda wa chula huo. Jamani. Duniani bado wamebaki mashabiki kama hawa. Asante sana, nashukuru. Nashukuru sana kaka. Endelea kunishabikia, akaunti yangu ndio ile Chumvi Gang na magenge yake, muendelee kufuatilia kazi zangu. Umeelewa jamani? Sawa kaka, lakini kaka nilikuwa na ombi moja kwako. Nakuomba tuongee kidogo pembeni. Tuongee vipi? Si tushaongea hapa kakangu. Unataka tuongelee masuala ya kazi au masuala ya kuendelea kunisifia? Kaka, nakuomba angalau dakika 4 tu tuweze kuongea kidogo. Anyway, baby. I'm wait now. Society and the Samsung Galaxy, which is you, but you not. Let's go. Nakusikiliza. Cha kwanza ni kushukuru kwa kupokea wito wangu. Na kingine kama nilivyosema awali, mimi nakukubali sana bro. Mimi shabiki yako sana tu. Nakufuatilia kwenye akaunti zako zote. YouTube, TikTok. Sawa, nakufuatilia sana bro. Kama Chumvi Gang. Na nafuatilia series zako, kwa mfano Kijiji Chetu, Siri ya Kifo, Kaya Bananga, Fundi Umeme, hadi hii Hukumu. Asante sana. Sasa nataka nijue, wewe ni shabiki tu peke yake au unajihusisha na masuala ya usanii wa kuigiza katika kijiji hiki? Kwenye kijiji ni msanii ambaye bado najitafuta. Na ninatamani sana itokee na mimi nije niwe maarufu kama wewe. Yaani nitoboe kama ulivyofikia wewe hiyo level yako. Natamani sana kaka. Nikupe siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine haihusiani na uchawi. Uchawi ni kujihangaisha tu, wanatamaa kupata haraka. Lakini kusali, kuomba dua, tena wakati wa kulala, wa kula, ukitembea, ukienda kwenye jambo lako, omba sana dua. Utabarikiwa, itafikia siku utakuwa mtu maarufu kama sisi tulivyokuwepo. Hiyo moja kaka. Lakini lingine, yule mshikaji wako unamwamini wewe? Jamani, wewe umekuja na star paka huko. Hata kuniambia mimi. Kunipigia simu. Hapana Ivan. Mimi mwenyewe nilikuwa sina ugeni wowote wa kuhusu Chumvi Nyingi. Kanifanyia surprise tu. Zaidi ya yani kuonekana tu kanifanyia surprise. Hicho tu ndo ninachokitambua mimi. Surprise gani alikufanyia? Asija kaleta matatizo. Mimi mwanamke nampenda, ndio nimetoka Dar es Salaam kuja huku kijijini. Nimemfuata yeye. Sasa silete mambo ya kiuni. Mimi nimetokea Temeke, viwembe ndio silaha yetu. Nitamkata nyembe yule, usone atakuwa angaliki yule. Umeelewa sijui eh? Usalama pale, usalama upo kwanza pale. Nikutoe wasiwasi. Yule jamaa ni Rusi. Jogo hapandi mtongi. Bahati yake. Sasa uliniuliza kwa nini nimetoka kambini nimekuja huku. Nimetoka kambini nimekuja huku. Unajua sisi ma director, ma producer, tunatumia akili nyingi sana. Kichwa chetu kinatumika sana. Kuna muda mwingine tunatamani tutoke kule kwenye makelele ya bodaboda nini, mwenda vizuri kwenye magari mengi mjini, tuje huku, tutafute wachumba huku, wa kuweza kutuliwaza kidogo. Sawa sawa na yule Hamisa Kipini. Yule ni mpenzi wangu. Sasa nimekuja huku lengo nitumwe kijipu uchungu, kiko maeneo hapa kijipu uchungu. Viko 3. Huku nyuma huku. Hapo nimekuelewa. Yaani kumbe unapenda ile michezo ya Kizanzibari ile ya kupaka mafuta yani. Oya, dogo. Wewe ni msanii, unahitaji msaada kutoka kwangu. Unapoongea, ongea kitu unachojitambua, sawa? Nitakupeleka kwa wanangu, wewe utakuwa utoboi. Una wanangu wewe ukienda, wanakupa ustaa, lakini na wao ustaa unatoa. Si umeelewa vizuri? Usijifanye mwendawazimu. Nasema hivi, nimekuja huku kijijini kwa sababu ya yule binti. Yule binti muda mwingine ananitoaga upwiru.
Kwa hiyo kuna muda gani na flash ya akili. Sawa? Umekula lakini hapo kwenye kula sasa. Ndio maana mtoboi. Kula amri, madua muombi, kula alafu omba dua. Shika hii. Utakula wewe na baba yako, sawa? Kako kutulia. Kasailisa. Bijiwa ni unani? Chapa goma la 10. Hani. Let's go. Okay. Umekuja ni kwenye msitu. Kuna usalama huko, hamna wanyama wakali huko? Hakuna kitu chochote kibaya kwenye huu msitu. Amani. Na hata wanyama wa hapa sio wakorofi. Wanyama hapa ni wastaarabu na ni wapole pia. We. Nimepata taarifa zako kwamba jogoo alipande mtungi, lakini sitaki kuamini. Naona kama atakalipande mtungi, afu ukiuvunja tunaumizana hapa. Baby, twende hivi. Mwenzako nimempa shilingi 10,000 huyu. Unaonekana una njaa. Mwambie kugawa 5,000. Baby, let's go. Hiyo hela tumegawana. Huyu mwanamke sawa, ni malaya sawa, lakini umalaya wake unatufanya sisi tutoboe. Yaani tunapitia tobo lake na sisi tutoboe, tunapenya kwenye tobo. Sasa sikia, sawa, hii hela masuala ya kugawana mimi sikuwepo, nimepewa nikaambiwa ni ya kwangu. Sasa sikia, tunapata chumvi nyingi. Chumvi nyingi ameniambia tugawane 5-5. Acha ujinga. Hii 10,000 tugawani kwa sababu wakati anakuambia tugawane mimi sikuwepo. Sikia. Alafu na kingine, ukifuga ndevu kumbuka na kufuga mafuta. Sio mafuta unakumbuka kupaka nyuma tu. Umesemaje? Semaje hapo? Nyuma ndo wapi? Wewe na wewe. Sikia. Tufuate chumvi nyingi, tumleke kwa wasanii wenzetu. Sawa? Huu mwaka tunatoboa baba. Au sio? Sikia. Let's go. Umesikia Masa? Tunataka tuchome ndani kabisa huko. Twende ndani mwetu tukachukua na mapopo mule ndege nini? Vijuka viukuti nini usio bwana. Jamani, nimefika mwanangu kukaama Kagongo, si Kagongwa nini ndio nipo kukaama jamani. Sasa nichukue video nipeleke nikauze huko mjini. Unajua kabisa nimekuja kutalii nataka twende paka kule. Nyuma kule nyuma poli kule tukacheza na vijoka kule nini? Tukapiga picha na popo nini? Tulia basi nikupige picha. Na jiandaa, nikimchejo gani? Maana mimi na mchejo mingi. Nichukue vizuri. Acha kuyumba wewe. Wewe vipi kama mlevi? Tiani hewa. Mambo. By the way, nijitambulishe kwa majina yangu. Naitwa Kevin Kazungu. Nimekuona umesimama peke yako. Nikasema mtoto kama huyu kwa nini asimame peke yake? Nikasema hapana. Mimi ni mwanaume rijali. Nikishika mjegeje na jegeje. Na huwa kila kitu, sacha hata kitu kimoja. Alafu wewe mwanamke ni mrembo. Umezaliwa kwa bahati mbaya, unaishi kwa makusudi. Na hiyo kofia yako kama kanda bongoman. Mtoto umesimama kama mnara wa Vodacom Tanzania. Umeshanyelewa? Kwa hiyo mazingira kama haya haipi kusimama peke yako. Ale mazingira hatarishi. Pasi kuwa peke yako, be alone. Mimi nakupenda. Kama unamjua Bakresa huyo mimi na yeye tunaubia kwenye familia. Maona? Na nimezingatia masuala la battle rules. Nimekamilika. Look at me. Kama ni pesa ipo. Msubiri kwanza. Ona, umeshavuta mibangi yako ndo maana. Sasa mimi mpenzi wako anaanzaje kuni approach jamani? Nulat. Agaya. Yaani hiyo tabia yako sipendi. Nulat. Nakwambia sikupi. Niko nakutania mpenzi wangu. Nakwambia leo sikupi. Leo sikupi. Chocolate, ulijua sikupi nini? Sasa unamjii picha hivyo.
Au ushapata bwana mpya? Polini nayo kwa naki kuna bwana gani? Mbona tunataka tusalitiane hivyo hivyo kila siku kwa picha tu kwa kamera polini? Hapana, nakushuti. Nichukue basi. Niambie nisogesogeje. Yaani wenyewe wakazi wa huku wanaposema kubalizi balizi, kutalii ndo kama hivi jamani. Tutembeeni mji mkubwa huu. Tutembeeni mji mkubwa huu. Wewe vipi? Nini?